Teknolojia ya Face ID imekuja na inafanya vizuri. Uko zako chumbani peke yako totoro, lakini unapokamata tu simu yako, simu inatoka lock. Hiyo ni teknolojia. Teknolojia hii inaona sehemu ambayo binadamu hawezi kuona. Kwenye giza binadamu hawezi kuona, lakini teknolojia hii ya Face ID inaona kwenye giza hata kama binadamu hawezi kuona. Kama kawaida yetu, hemu tuangalie kwanza Face ID inafanya kazi vipi. Wakati ndiyo kwa mara ya kwanza unataka kutumia Face ID, unatakiwa uweke sura yako kwa mara ya kwanza. Maajabu yote haya yanayotokea kwenye Face ID yanatokea sehemu ya juu ya simu yako, pale kwenye maiki ya kusikilizia. Kuna vitu vimefichwa ndani yake vingi sana ambavyo hivi ndio vinafanya kazi hii. Hapa kuna vitu vitatu vinafanya kazi kwa pamoja, ndiyo Face ID inafanya kazi. Kitu cha kwanza inaitwa float illuminator. Alafu cha pili kinaitwa dot projector, na kitu cha tatu kinaitwa infrared camera. Vitu vitatu hivi vikifanya kazi kwa pamoja ndio vinaweza kuisoma sura yako na kutofautisha baina ya sura na mtu mwingine. Vinafanyaje kazi? Kitu cha kwanza kinachofanya ili Face ID ikamilike ni hii float illuminator. Hii kazi yake inakumulika usoni ili kuhakikisha sura yako inaonekana vizuri. Hii kazi yake ni hii tu. Ikisha kufanya kazi hii, kinafata kitu chengine sasa. Kitu cha pili kinachofanya kazi baada ya hiyo ni dot projector. Dot projector ni kama projector ya kawaida. Wale ambao tumezoea kwenda maholini au kwenye sehemu za shughuli, ni ile inawekwa kwenye ukuta na ikatoa picha. Lakini hii dot projector inakumulika usoni. Hii haitoi picha. Hii ni projector ya siri, inakumulika usoni. Inatuma vidot 1030 kwenye uso. Vitojotojo hivi au vinukta hivi 1030 kwenye uso. Kila nukta inapogusa inapima baina nukta na nukta, nukta na nukta na nukta, 1030 zote. Ikipima kwenye nukta na nukta, hapa ndiyo inapata hesabu kamili kwa sura hii ina ukubwa huu au sura hii ina upana huu, kwenye pua na mdomo kuna ukubwa gani, kwenye jicho na nini kuna ukubwa gani. Kupitia nukta hizi ni kama inatengeneza ramani ya sura yako kwa kutumia 3D. Hii dot projector. Cha mwisho ambacho kinafanya kazi ni hii infrared camera. Hii ni kamera ambayo inakupiga picha usoni, kisha ile picha inaseviwa kwenye simu yako. Kwa hiyo kamera imejua kwamba sura hii ina upana kiasi gani, ina urefu kiasi gani, baina ya pua na mdomo yuko hivi, kupitia vile vidoti vilivyotumwa pale. Unapokuja kutumia simu yako, ukifungua tu sura, hatua ndio ile ile. Float illuminator inakumulika usoni, dot projector inatuma zile nukta, na infrared camera inakupiga picha. Ikisha inazilinganisha na zile picha zilizokupiga mwanzo. Je, zinafanana? Ikiwa inafanana, simu yako inatoka lock. Huu ndio mfumo ambao Face ID inafanya kazi. Wakati unaangalia video hii, kuna swali tayari umesha kujiuliza, hivi mtu anaweza kudanganya Face ID akaweka sura nyingine? Uwezekano wa kudanganya Face ID kawaida hakuna, lakini kuna baadhi ya muda inaweza ikatokea. Naweza kusema milioni kwa mara moja. Watu ambao wamefanana sana, mapacha, hawa Face ID wanaweza kuidanganya. Mtu mmoja anaweza kutoa Face ID ya mwenzake. Vipi unaweza kujikinga? Baada ya kuweka Face ID, weka na password, kwa sababu mtu anapojaribu kutoa Face ID imlazimishe kuweka na password. Hii ni Zinjibari Technology. Kazi yangu ni kukwambia mambo ambayo huambiwi. Ikiwa umependa video hii, bonyeza like, na kama una swali lolote, njoo sehemu ya comment. Na kama ndo kwa mara ya kwanza unaangalia video hii, usisahau kusubscribe. Bye bye.